Mheshimiwa Sylvester. Asante mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali, ninayo maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa wananchi wa vijiji 16 vya Gukwa, Buhunda, Mwagimagi, Kifune, Busongo, Nyambiti, Kabale, Buhingo, Seke, Songiwe, Mwasagera, Mbalama, Nyamainza, Gurumungu, Mwamve pamoja na Itowang'olo viko kwenye mradi wa maji wa Ihelele unaopeleka maji mikoa ya Shinyanga na Tabora, na unaanzia kilomita 0 kutoka kwenye chanzo cha maji. Na tangu uzinduliwe mwezi Juni mwaka 2009 wananchi hawa, Mheshimiwa Mwenyekiti, hawajawahi kupata maji, ili hali maji yananywewa Sikonge. Je, serikali haioni sasa ni wakati umefika wananchi hawa na wao waweze kupewa maji kwa haraka? Swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa maji ni uhai, je, serikali ina mkakati gani wa dharura wa kuwapatia wananchi hawa maji kwa haraka ili kuokoa afya zao? Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Salvatori, mbunge wa Misungwi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwanza kabisa kwenye upande wa Misungwi imefanya kazi kubwa sana. Upatikanaji wa maji wa sasa wa Misungwi ni 68%, lakini serikali imetekeleza zaidi ya miradi 15 na yenye gharama ya bilioni 15.6, lakini miradi inayoendelea kwa sasa iko 8 yenye gharama ya bilioni 69. Hii ni kazi kubwa inayofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan katika jimbo la Misungwi, na tunatambua kwamba kazi ya serikali ni kuhakikisha kwamba vijiji vyote vinapata huduma maji safi na salama, lakini katika vijiji 94 tayari vyote vina maji na vijiji 8, na ndivyo ambavyo bado tunahakikisha kwamba mradi huu unaoendelea utakapokamilika, pamoja na vile vijiji 16 vyote vitapata huduma ya maji safi na salama. Tunafahamu kwamba maji ni uhai, lakini maji ni uchumi. Tunafahamu kwa kuwawezesha wananchi wa Misungwi wataweza kufanya shughuli zao za kiuchumi, lakini pia wataweza kutumia maji safi na salama kwa ajili ya kunywa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.